tumeweza kushuhudia Uganda ikiandika historia nyingine ambapo Rais Museveni ameweza kuapishwa kama rais. Katika ujumbe wake ambao ametoa, amezungumzia kulinda mafanikio ambayo nchi imeyafikia ya uchumi wa kati pamoja na kujenga viwanda na kuongeza thamani ya rasilimali, bila kusahau swala la amani na ulinzi. Jambo jingine amezungumzia nchi Uganda kuwa inajitegemea na kutoruhusu nchi nyingine kwanza kutoa maamuzi ama kuamulia nchi. Alafu mwisho, kawaida jambo hili huwa analizungumzia la ufisadi na halijakosa katika hotuba yake. NRM, chama tawala, wengi wanasema imefika kumtafuta mrithi wa Rais Museveni. Nani katajwa kupokea urithi huu? Watu ambao wanaweza kuongoza nchi hii wapo wengi katika chama tawala cha NRM. Miaka ambayo wamemaliza katika kwenye hatamu za uongozi, pia tuna imani kwamba wameweza kuandaa huwa tunawarejelea kama makadazi wa chama tawala cha NRM. Wameandaliwa wengi ambao wanaweza kuongoza taifa hili. Mikakati mingine ipo, tetesi zipo, lakini sasa ile mikakati iliyo wazi ambayo tunangesema kwamba ndio inafaa kuhakikisha kwamba tunapata kiongozi mwingine baada ya uongozi wa Rais Museveni haijitokezi waziwazi. Hakuna hatua za kimakusudi ambazo zipo kwa hili jambo. Jenerali Muhoozi Kainerugaba, mwanawe Rais Museveni, anatajwa kuonekana mrithi wake. Ana ushawishi gani katika nyanja ya jeshi, NRM na hata kwa raia wa Uganda? Pamoja na hayo, kuhusu naweza nikasema kwamba haupo, kwa sababu hiyo mkakati imeanzwa kitambo. Tuchukue mfano, yeye amekuwa mwanajeshi, sio mwanajeshi tu, lakini amekuwa katika nafasi za uongozi jeshini kwa muda mrefu, miaka mingi. Amekuwa na usemi jeshini. Kwa hivyo ina maana kuna asilimia kubwa ya vijana ambao amewawezesha kuingia jeshini. Kuna vijana ambao wamefanya kazi chini ya mamlaka yake na wanamwamini. Kwa hivyo yeye kama kiongozi jeshini amekuwa na hiyo fursa. Kwa hivyo hilo hatuna wasiwasi. Bila shaka ana asilimia fulani tena kubwa ya wale ambao wanamuunga mkono. Chama tawala bila nao wapo, alikuwa ameanzisha mikakati, zilikuwa kama ni campaign, anasherekea siku zake za kuzaliwa, alafu anaalika watu wengi kuhudhuria, na miongoni mwa wale ambao walikuwa waandalizi wa shughuli kama hizo walikuwa ni viongozi au bado ni viongozi wa chama tawala cha NRM. Alafu raia pia wanamuunga mkono kutokana na sifa za baba yake. Kwa hivyo wana imani kwamba huenda na mtoto wake akianzia pale babake atakapokuwa amefikia, ndio ataendeleza zile itikadi za chama tawala cha NRM, ataendelea itikadi na mawazo ya baba yake. Na wale wa upinzani wameongea chochote kuhusiana na la leo? Wao jambo hili wamelipinga kwamba nchi haina maendeleo, nchi haina amani na utulivu, wakidai kwamba viongozi wa upinzani na raia wa upinzani wale ambao hawaungi labda utawala wa Rais Museveni wameishia kufungwa gerezani. Kwa hivyo wakaona kwamba hili halifanyi taifa kuwa na amani. Lakini shukran sana Daktari Luuka Yunus kwa kupata muda wa kuzungumza na idhaa ya Kiswahili Sauti ya Afrika.